Na mtazamaji wangu, masuala ya utekaji nchini Tanzania ni swala ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari, ila kutokana na tukio lililoweza kutokea hivi punde ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wengi wameweza kuungana mkono na kutokuwa tayari kukubaliana na habari ambazo zinazidi kusambazwa ya kwamba watu wasioweza kujulikana wameweza kuhusika kwa kuteka yule anayezidi kupinga na kukosoa uongozi wa chama tawala cha CCM. Ningependa uweze kutizama kipande hichi cha video cha halisi iliyoweza kujiri baada ya raia kushika hatua mikononi mwao baada ya swala la utekaji, jaribio hilo lililokuwa likipangwa kufanyika kutofanikiwa. Muhimu kabisa mtazamaji wangu, ni vema uweze kulike na kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, hii hapa ni hali halisi ambayo iliweza kujiri, ambapo inazidi kuashiria jinsi gani ambavyo hivi sasa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wapo na mwonekano tofauti kabisa na ule ambao kwa muda mrefu uongozi ulioko madarakani umekuwa ukidhania. Sote tunafahamu kwamba kimchezo ama katika njia moja ama nyingine ya mzaa, Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kutoweka kwa njia ya hali tatanishi ya kwamba aliweza kutekwa na watu wasioweza kujulikana. Hadi leo hii hajulikani pale alipo, jambo ambalo linazidi kuumiza sio familia yake Mheshimiwa Humphrey Polepole pekee, bali idadi kubwa ya wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole waliokuwa wameweza kutokea kuwa na upendo wa dhati naye Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa kile alichokuwa kikifanya katika mitandao ya kijamii alipokuwa akifanya uhamasishaji kuhusiana na jinsi gani ambavyo Tanzania ipo na viongozi wanaozidi kujali maslahi yao binafsi, na ndipo ambapo aliweza kuwa katika mstari wa mbele kutumia nguvu kupita kiasi kwa ajili ya viongozi hao waliokuwa katika serikali ya awamu sita muhula wa pili kurejea kwa mara nyingine katika ngazi za juu serikalini mwaka 2025 katika zoezi la uchaguzi mkuu uliokuwa ukifanyika, ijapokuwa uchaguzi huo uliweza kukumbana na pingamizi na changamoto kutokana na jinsi ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania walikuwa wakiomba reforms ziweze kufanyika kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Pia kuna viongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na chama Chadema kilichokuwa kikitarajiwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kitaweza kuweka historia kubwa katika siasa za nchini Tanzania, kutoa rais ambaye ataweza kuchaguliwa na mamilioni ya Watanzania kutokana na mabadiliko waliokuwa wakitaka yaweze kufanywa ili taifa la Tanzania liweze kuwa katika mikono salama miaka mitano ijayo na sio kuangukia katika mikono ya viongozi wa chama tawala cha CCM. Naam, mtazamaji wangu, video hiyo tuliyoweza kuitizama hapo awali wote kwa pamoja, mtazamaji wangu, hiyo hapo inazidi kuashiria jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani kweli upo madarakani kikatiba, ila bado haujaweza kukubalika na wananchi ambao ndio wenye nchi. Na mtazamaji wangu, hii hapa ni mbaya kabisa, kwani kipindi na wakati ambapo wenye nchi ambao ni wananchi wataweza kukataa usiweze kuwaongoza, basi kila kile utakachokuwa kikifanya hakuna yoyote yule ataweza kukubaliana nacho. Mwisho wa siku uongozi wako utaonekana kuwa mbaya, uongozi ambao haujali maslahi ya wananchi wa Tanzania ambao ndio wenye nchi. Mwisho wa siku uongozi wako huo unaozidi
kupigania kinguvu na kumwaga pesa kwa idadi kubwa ili kusalia katika afisi hizo ili uweze kufanikisha maslahi yako binafsi. Mwisho siku, mtazamaji wangu, historia haitawahi sahaulika. Kipindi na wakati ambapo kiongozi aliyoko madarakani hivi sasa ataweza kuondoka, mtazamaji wangu, itakuwa ni historia mbaya, tofauti kabisa na sifa ya chama cha CCM katika miaka iliyoweza kupita. Na mtazamaji wangu, haya yote yanazidi kuashiria yale yote aliyokuwa akizungumza Mheshimiwa Humphrey Polepole kabla ya kutekwa kwake. Aliweza kuwa yupo sahihi na alikuwa anafahamu njama fiche zilizokuwa zikipangwa ndani ya chama cha CCM, na ndipo yeye, ijapokuwa ni mwanachama wa CCM, aliweza kuwa tayari kufahamisha wananchi wa Tanzania hatari inayozidi kuwasubiri mbeleni, kipindi na wakati ambapo viongozi wale walioko madarakani katika chama cha CCM wanazidi kukipanga kukifanya baada ya kuingia afisini ama madarakani. Na mtazamaji wangu, ni kweli hayo yote tumeweza kuyashuhudia, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia swala la utekaji hadi leo hii. Mbaya kabisa, mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba baadhi ya mambo muhimu yaliyokuwa yakipendekezwa na kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye hivi sasa anazidi kukumbwa na kesi ya uhaini ni swala la utekaji liweze kusitishwa na utumiaji wa nguvu kupita kiasi, ila hayo hayajaweza kusitishwa. Na mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kama viongozi walioko madarakani wapo tayari kulipa baadhi ya watu waweze kufanya swala hilo la utekaji, ambapo raia wameweza kuamua kukomesha swala hilo hadharani bila uoga wote ule. Na mtazamaji wangu, hii hapa ndiyo dalili tosha inayozidi kuonyesha hasira nyingi ambazo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wako nazo kwa uongozi ulioko madarakani. Je, uongozi huu kama hivi sasa wananchi ama raia wanazidi kujitokeza kipindi na wakati ambapo kuna jaribio la utekaji, wanazidi kutokea na kusimamisha utekaji huo. Mtazamaji wangu, hii hapa ni kutokana na visa vya utekaji vinavyozidi kutokea na kushuhudiwa, na baada ya swala hilo la utekaji, mtazamaji wangu, inaweza kuwa habari mbaya kwa jamii na habari mbaya kwa wapendwa wa yule aliyekuwa ametekwa. Na mtazamaji wangu, hii hapa ndiyo jambo ambalo Tanzania kama wameweza kuamua ya kwamba haitakuwa vema kumshuhudia anayetekwa mbele ya macho yetu. Mwisho wa siku tuweze kushuhudia habari katika mitandao ya kijamii ama katika vyombo mbalimbali vya habari ikibainika ya kwamba aliyekuwa anatekwa ama aliyetekwa ama aliyetoweka kwa kutekwa ameweza kupatikana eneo fulani akiwa ameweza kuaga dunia, ile hali walikuwa wakishuhudia utekaji huo. Mtazamaji wangu, hii hapa ndiyo ambayo imeweza kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo visa vya utekaji vimeweza kufikisha Watanzania mwisho, na hivi sasa wanazidi kuomba mabadiliko yaweze kufanyika. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa kitendo hicho cha kijasiri ambacho kimeweza kufanywa na Watanzania hao ama jamaa hao? Hawajaweza kujali wao binafsi, bali wameweza kujali maslahi ya yule aliyekuwa akitekwa na yule ambaye akitekwa. Familia yake, jamaa wake wa karibu wataweza kubaki katika hali ya aina gani? Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kwa swala la utekaji kuendelea kushuhudiwa, na pia ni jambo la kijasiri lililoweza kufanywa na raia hao. Hivyo basi, mtazamaji wangu, ni vema kutochia maoni yako katika uwanja comment section, subscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.